Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu, mimi mnavyoniona mbele ya kamera, kwa wengi mnanifahamu na mnafahamu kitengo changu kwenye kundi la Mwembe. Mimi ni F1 kocha mkuu wa la Mwembe. Tulikuwa tunataka kuzungumzia kama kawaida yetu, ni machi ambayo inachezekaga mara pili mu mwaka, laidi ndogo na laidi kubwa. Maandalizi ya match ya Eid la Mwembe Lokomotive na la Mwembe Hockey ni maandalizi ambayo yameandaliwa. Ni machi ambayo itakuja kuleta msisimko na mabadiliko kutokana na maandalizi. Na nilikuwa nataka kukumbusha la Mwembe tuna mambo mengi, na la Mwembe ni kundi kubwa sana. Sio tu mpira unayotukutanisha, bali tuna mambo mengi sana. Ila mpira tukauchagua kuwa ni moja miongoni wa kitu ambacho kitakuwa kinatukutanisha wakati tutakuwa tuko na mambo yetu muhimu ya kuzungumza. Na nilikuwa napendelea sana mashabiki, ndugu, jamaa, rafiki, kwa kweli mje kutusapoti. Alafu kingine kitu nilikuwa nataka kuwakumbusha, la Mwembe sisi hatuna ubaguzi kama gisi wengi wanakuwa wanatujifikiria. La Mwembe ni ya watu wote. Sasa tunataka tutumike na wale ambao wanakuwa wanatusapoti. Na kingine kitu nilikuwa nataka kuzungumza, la Mwembe tuko na vipaji vingi. Mimi mnavyoniona hapa, sio kwamba nazungumza eti mimi niko na kitengo cha hatari, hapana. Nimeteuliwa kutokana na sheria zenye ziko mla Mwembe. Tuko na vijana wengi ambao Mwenyezi Mungu ameshawajalia wako nje ya nchi kutafuta maisha kutokana na kazi zao, ala warahisishie kwenye wapo. Na wengi wao mungeweza kuwaona, ila haikuwezekana. Wengine watakuwa wamekuja kuchezea timu ya taifa ya Burundi, ila kwa wenye wako wote pale itakuwa ni la Mwembe. La Mwembe ni timu moja, ila ikifikia siku ya machi ya Eid tunajigawaga mara pili kutokana na upinzani wenye tuko nao. Siwezi nikapata mengi ya kuzungumza. Nilikuwa nataka tu kuwakumbusha, karibuni sana Chibitoki, barabara ya kwanza, masomo ya primary, ndio kwenye patakuja kuchezeka hiyo match. Na nilikuwa nataka kuwakumbusha wananyota wao Omari maarufu Chukweze. Kiukweli tumejiandaa, tuko vizuri, hatuna wasiwasi. Wembe ni ule ule kabisa. Na mosi kwenye yuko na imani hii interview anaisikia, ana uwezo wa kufika, basi amwambie ndugu yake kuwa atajibebesha mzigo mkubwa sana siku ya Eid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.